kama ulivyoelezea. Tunaongelea makosa yanayohusiana na ndoa na masuala ya nyumbani. Kwa makosa yanayohusiana na ndoa kivipi? Tunayo sheria yetu ya ndoa, sheria ya namba 29 kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2019, imetoa vigezo mbalimbali ambavyo ndoa inatakiwa kufungwa, masharti ya msingi, imetuelezea ndoa ni nini. Kwa maana tu ya kawaida tunasema ndoa kwa mujibu wa sheria ya ndoa ni muunganiko mwanamke na mwanaume. Kwa ridhaa yao wanaamua kufunga ndoa, wanaamua kuishi maisha yao yote kabisa. Hiyo ndio maana ambayo imeonyeshwa kwenye sheria ya ndoa. Na kwa mujibu wa sheria ya ndoa, ndoa inaweza kuwa kwa kusherehekewa kwa namna tofauti tofauti. Kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, kimila, Kikristo au pia kiserikali, tunaita ndoa za serikali. Sasa kutokana na sheria ya ndoa kuna makosa mbalimbali yanazaliwa ambayo makosa hayo yanakuwa ya jinai na yanatokana na kukiuka sheria ya ndoa au vigezo vya ndoa wakati wa kufunga ndoa au tunasema ule mlolongo mzima wa ufungaji wa ndoa mpaka watu tunasema sasa ni wanandoa halali. Lakini pia makosa mengine yanayofanyika hasa watu wako tayari kwenye ndoa imeshafungwa, ni wenza sasa wako kwenye ndoa. Lakini pia kuna makosa mengine kwa mujibu wa kanuni ya adhabu. Kanuni ya adhabu imetuonyesha makosa ambayo yanafanyika lakini yanahusiana na ndoa au wajibu wa nyumbani. Wanasema wajibu wa nyumbani kiujumla. Ni makosa gani hayo sasa? Sasa mimi nitaelezea makosa kwa mujibu wa sheria ya ndoa, alafu mwenzangu sasa atakuja kuelezea kwa mujibu wa kanuni ya adhabu. Asante. Ndio. Sheria ya ndoa, miongoni mwa makosa sasa ambayo kwa jamii yetu yanafanyika sana, tunasema yale makosa ambayo ya ndoa za kulazimishwa. Tunasema kwa sheria ya ndoa inasema ndoa lazima iwe free will, mtu alizie kwa ridhaa yake. Lakini kama ndoa ikitokea imefungwa kwa kulazimishwa, aidha mwanamke au mwanaume amelazimishwa kufunga ndoa, tunasema kwa mujibu wa sheria ya ndoa si ndoa halali, lakini pia vile vile ni kosa la jinai. Ni kosa la jinai kumlazimisha mtu mwingine kuingia kwenye ndoa bila ridhaa yake. Tunasema hiyo ndoa si ndoa halali, lakini huyo aliyofanya hivyo atawajibika kama kosa la jinai kwa kulazimisha mtu mwingine afunge ndoa. Lakini sheria ndoa imeenda mbali zaidi, inahusisha mpaka wale walioshiriki kwenye hiyo ndoa wakijua kabisa kwamba hakuna ridhaa kwenye hiyo ndoa kwa upande kwa hao watu waliofundishwa hiyo ndoa. Na maana hapo tunamzungumzia mshenga hapo, mawali wale wawili mshenga, mashahidi, wazazi, hata majirani wale wote mliokuja, lakini sheria inataka wawe tu na taarifa ya kwamba mtu huyu ndoa hii analazimishwa. Kama ulikuwa unaufahamu au una sababu ya kuamini kwamba ndoa hii ni ya kulazimishwa, hakuna ridhaa, na wewe ukashiriki, na wewe unakosa kama ambaye yule aliyofunga hiyo ndoa au aliyolazimisha hiyo ndoa. Lakini pia kosa lingine kwa mujibu wa sheria ni kufunga ndoa, tunasema hizi prohibited relationship. Sheria yetu inakataza mwanamke, kaka na dada kufunga ndoa. Yaani nyie mna mahusiano alafu mje kuingia kwenye ndoa. Tunasema hiyo ndoa, tunasema from the beginning, tangia mwanzo tunasema tu hakuna ndoa. Lakini wapo watu wanalazimisha, huyu ni kaka, huyu ni dada, lakini wanafunga ndoa. Hiyo ni kosa kwa mujibu wa sheria ya ndoa, licha ya kwamba hiyo ndoa tangia mwanzo sheria ya ndoa haitambui. Lakini pia unaweza ukashtakiwa kwa kufanya kosa hilo. Kama wote kaka na dada mmeridhia, wote nyie mtakuwa hatiani kwa kosa la jinai la kufunga ndoa ambayo sheria imeikataza. Ndio. Lakini pia ukiacha hiyo, swala lingine ambalo linaweza likapelekea kuwa jinai, tunasema, nimeshaelezea ndoa ya kulazimishwa. Kabisa. Tunasema
hii kwa kizungu, kwa Kiswahili tunaita polyandry. Yaani kwamba mke anajua kabisa yeye tayari yuko kwenye ndoa, anaenda kufunga ndoa ya pili. Hii tunasema ni kosa kubwa sana. Ni hatari sana. Kwenye jamii yetu huwa linafanyika sana. Ndoa ya kwanza haijavunjika, ipo hai kabisa. Wewe unaenda kufunga ndoa ya pili. Kwa hiyo kwa mwanamke ni kosa la jinai, na sio kwake tu, na kwa mwingine yoyote anayeshiriki ndoa hiyo na akijua kwamba huyu anaifunga ndoa ana mume wake au ana mke wake. Kwa hiyo inafai kwa wote, wanawake na mwanaume. Ndio. Kwa sababu kwa mfano tukisema ndoa ya Kiislamu ni ndoa ya mke zaidi ya mmoja, hiyo inafahamika. Lakini tukisema ndoa za serikali, kwenye ndoa za serikali pale kuna sehemu ya kujaza. Ndoa yenu mmefunga kwa serikali, lakini mnaamua siku hiyo ya ndoa kwamba ndoa hii ni ya mke mmoja ama ya wake wawili ama ya wake watatu. Ikitokea kwenye mkataba wenu wa ndoa, hati yenu ya ndoa mmesema ni ndoa ya mke mmoja, ikatokea mume akaenda kuoa mke wa pili, lakini hiyo itakuwa ni kosa kwa mujibu wa sheria ya ndoa. Kwanza hiyo ndoa itakuwa si halali, haipo kabisa. Tangia mwanzo inavyofungwa, lakini pia mwanaume akifanya hivyo anaweza akashtakiwa. Mwanamke pia anaweza akashtakiwa kama kosa la jinai kufunga ndoa ya pili wakati ya kwanza bado ipo hai. Ndio. Sawa. Hayo ni baadhi ya, lakini makosa mengine ambayo ni jana. Kwa sheria ndoa inasema lazima ndoa hiyo, kwenye ndoa yote lazima kuwe na mashahidi. Tunasema ili ndoa isherehekewe na iwe halali kisheria lazima kuwepo na mashahidi kwenye ndoa hiyo. Kwa hiyo kutokuwepo kwa mashahidi kunafanya ndoa isiyo halali, lakini pia ni kosa sababu umekiuka sheria ya ndoa. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya makosa, lakini mengine nadhani yanaingiliana kwenye kanuni ya adhabu. Kutelekeza mtoto, mke, mume, yote hao ni makosa ya jinai, nadhani afande atayaongelea hayo.